Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera katika kipindi cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Iwapo una maswali au maoni au mapendekezo, tuma kwa namba 0756 47 81 78, 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Na leo hii upo nami Frateli Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, ninayesoma mwaka wa 3 wa teolojia hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Dar es Salaam. Na mada yetu ya leo ni chaguo baya la mwenzi wa ndoa ni chanzo cha maisha mabaya katika familia. Tukianze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, nyota ya uinjilishaji, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, kama nilivyotaja hapo juu, maada kuwa chaguo baya la mwenzi wa ndoa ni chanzo cha maisha mabaya katika familia. Mada hii ipo mahususi ikiwa na malengo kadhaa. Lengo la kwanza ni kuwasaidia vijana wanaotarajia kuingia kwenye maisha ya ndoa kufanya maamuzi sahihi ya kuwapata wenzi wao, ili mwisho wa siku watengeneze familia iliyo nzuri. Lengo la pili pia la mada hii ni kuwasaidia vijana kupata elimu juu ya maisha ya uchumba na vitu mbalimbali vya kuzingatia kabla hawajaingia kwenye hatua ya ndoa, ili mwisho wa siku kupitia mada hii ndoa mbalimbali ambazo zinavunjika kutokana na watu kuingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi basi ziweze kupungua. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujaenda kwenye kiini kabisa cha mada hii, ni vizuri kufahamu nini maana ya uchumba, kwa sababu tunapozungumzia kuhusiana na chaguo la mwenzi, hii ni hatua ya uchumba. Kwa hiyo tujiulize, nini maana ya uchumba? Uchumba ni kipindi ambacho mahusiano ya wenzi wawili, yaani mwanaume na mwanamke, huingia awamu ya kutaka kutengeneza ushirika na umoja zaidi, yaani kufunga ndoa.
na hivyo kwa maelewano yao hutaka kuingia kwenye kipindi cha uvumilivu zaidi, lakini kilicho rasmi cha kuchunguzana ili waridhiane kuishi pamoja kama mme na mke. Uchumba si ndoa, bali ni muda wa kuchunguzana nia na kujifunza upendo wa kweli kutoka kwa kila mmoja, na hivyo kukua katika imani, kwa maana ndoa ya Kikristo sio mpango wa kibinadamu tu, bali ni wito wa kiroho. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1632. Uchumba ni kipindi cha wahusika kupeana muda ili kila mmoja amfahamu vyema mwenzi wake, na hivyo afanye maamuzi sahihi ya kuamua kuishi naye bila kujutia. Wapo vijana wengi wameingia kwenye ndoa kwa sababu kuna vitu ambavyo hawakuzingatia, na hivyo mpaka sasa wanajutia. Kuna baadhi ya wanandoa yamkini ukiwauliza iwapo wakipewa chaguo lingine, wakipewa nafasi ya kuchagua mwenzi mpya, iwapo anaweza kumchagua yule aliye naye kwenye ndoa au anaweza akachagua mtu mwingine. Endapo kuna changamoto ambazo amezigundua kwa mwenzi wake, ni dhahiri kwamba kwa kukosa uvumilivu na uaminifu wa kuvumilia taabu na mashaka yote na msalaba ulio katika ndoa, huenda baadhi ya wanandoa wakachagua wenzi wengine kwa sababu wamechoka. Kwa hiyo katika hatua ya uchumba, wenzi hawa wawili wanapaswa kufanya maamuzi sahihi ili tabia zozote zisizofaa watakazokutana nazo, kila mmoja atakazozipata kutoka kwa mwenzi wake, asijutie kwamba kwa nini niliolewa na wewe, kwa nini nilikuwa wewe. Badala yake azivumilie kwa unyenyekevu mkubwa, akiuchukua msalaba huo kama sehemu ya kumtumikia Mungu. Hii ni hatua ya uchumba. Ni wazi kwamba kabla ya hatua ya uchumba huwa lazima watu waingie kwenye hatua ya urafiki kwanza, wafahamiane, na katika kufahamiana wengine wanapata urafiki, wanatengeneza urafiki wanapokuwa katika safari, wanapata marafiki wanapokuwa kanisani, wanapata marafiki wanapokuwa wameenda sokoni, kwenye makongamano mbalimbali, wengine shuleni na maeneo mbalimbali. Lakini baada ya urafiki huo, kutokana na mazoea, kuwasiliana, kuongea na kubadilishana haya na yale, ndio mwisho wa siku wanapogundua, kila mmoja anagundua kwamba huenda huyu ananifaa kuingia kwenye hatua nyingine zaidi. Huenda kwa namna ninavyomfahamu, ninavyomuona, huenda tukafikishana mbali, tukashikana mikono kuelekea mbinguni kwa njia ya maisha ya ndoa. Hivyo kwa pamoja hutangaziana hisia zao kwamba iwapo itawezekana waungane kwa pamoja kama wachumba, waanze safari ya kuelekea ndoa. Na hii ni hatua ya uchumba. Ni kwa bahati mbaya baadhi ya vijana wanasahau hii hatua ya kwanza kabisa ya urafiki. Wanakutana sokoni, wanakutana maeneo mbalimbali, wanakutana night clubs, wanaanzisha uchumba hata kabla ya urafiki. Hatua ya urafiki pia ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, uchumba huu umegawanyika sehemu kuu mbili. Tunasema aina za uchumba. Aina ya kwanza ya uchumba ni uchumba rasmi. Uchumba rasmi. Uchumba rasmi ni uchumba ule ambapo mwanaume na mwanamke huwashirikisha wazazi wao, ndugu wa pande zote mbili na hata marafiki pia, ili kuwapatia fursa ya wao kutoa ridhaa, mapendekezo na pengine ushauri kutokana na maisha wao wanavyoyafahamu, ukomavu wao na mambo mengine wanaoweza kuyafahamu kuhusiana na familia za hawa wachumba.
Kwao ni uchumba ambao wanatangaza rasmi kwa wazazi wao, wanafahamu kwamba mtoto huyu na mtoto huyu wapo kwenye uchumba. Mtoto wangu ana mchumba kwenye familia fulani. Wazazi hawa wawili wa pande zote mbili nasema wanafahamu juu ya vijana wao. Huu unaitwa ni uchumba rasmi. Sasa uchumba huu rasmi huwa una faida yake. Kitendo cha kutangaziana, kuwatangazia watu mbalimbali au kuwajulisha wazazi, ndugu jamaa na marafiki juu ya mahusiano ya hawa watu wawili kwamba mtu A na mtu B ni wachumba. Hawa watu wawili wanapotangaza uchumba wao inasaidia kwanza kuwa na uwezo wa kupata taarifa zinazomhusu mwenzi wa kijana au mwenzi wa kijana wa kike au mwenzi wa kijana wa kiume. Kwa sababu katika hatua ya uchumba kuna tabia ya kuficha makucha, na baadhi ya wachumba hawaambiani taarifa za ukweli kuhusiana na mambo mazima yanayohusiana na familia, historia za kifamilia, mila na desturi, mambo ya imani, miiko na vitu vingine vingi. Lakini wazazi wanapopewa taarifa pande zote mbili, wanasaidia kumchunguza binti na sasa wa binti kumchunguza kijana, kuchunguza familia yake, wanaamini nini na maisha yao kwa ujumla. Na hivyo na husaidia kufanya maamuzi kwamba familia ile ni familia njema, ni familia yenye imani, ni familia ambayo inajibidisha, haijihusishi, haiamini juu ya mambo ya kishirikina. Kwa hiyo inamsaidia kijana mmoja kujua taarifa mbalimbali kuhusiana na mwenzi wake. Lakini pia aina ya pili ni uchumba usio rasmi. Uchumba usio rasmi huu ni uchumba ambapo mvulana pamoja na msichana wao hawa inabaki kuwa siri yao. Wanakuwa ndani ya hatua ya uchumba lakini hawawatangazii watu wengine. Wala wazazi wao, ndugu jamaa na marafiki hawafahamu. Wanabaki wao kama wao. Anajua mimi na huyu ni wachumba. Hiyo inaitwa kwamba ni uchumba usio rasmi. Kwa huchunguzana wao kwa wao. Kila mmoja hujitahidi kumfahamu mwenzi wake kadri wanavyochangamana, wanavyoongea, wanavyokaa pamoja, wanavyoshirikishana vitu, wao wenyewe wanachukua jukumu la kuchunguzana pasipo kuwahusisha wengine. Huu unaitwa ni uchumba usio rasmi. Sasa vijana, ni kwa bahati mbaya naweza nikaita kwamba vijana walio wengi wanapendelea sana uchumba usio rasmi kuliko uchumba ulio rasmi. Kwa sababu zinaweza zikatokana na wazazi wao wenyewe. Ifahamike kwamba suala la kuchagua mchumba, suala la kuchagua mwenzi kwa ajili ya ndoa ni haki ya kijana husika. Hapaswi kuchaguliwa na mtu yeyote. Dhamiri yake, utashi wake unapaswa umsukume yeye kama yeye kuchagua mwenzi na sio kuchaguliwa, kwa sababu maisha ya ndoa atayaishi yeye kama yeye. Kwa hiyo vijana wengine wanapata hofu kuwajulisha wazazi wao kwamba nina mchumba fulani, wakihofia kwamba huenda wazazi wangu watamkataa. Na kweli baadhi ya maeneo mengi au ndani ya familia kuna wazazi ambao wamekuwa wakiwashinikiza watoto wao kuoa au kuolewa kwa watu wasiowataka, wasio chaguo lao. Na hiyo imepelekea ndoa nyingi kuharibika. Kwa vijana wengine wanaweza wasihusishe wazazi wao wakihofia hilo swala. Lakini sababu nyingine inaweza kuwa ni vijana wao wenyewe, kwamba kijana anaweza sitamani kuwajulisha wazazi wake au kuwatangazia marafiki kwamba fulani ni mchumba, kwa sababu si mwaminifu kwenye ule uchumba wake. Kwa maana kwamba ana mchumba huyu A, lakini akilini mwake pia ana mchumba B, ana mchumba C na ana mchumba D. Kwa hiyo kitendo cha kutangazia umma kwamba fulani ni mchumba wangu ataleta mgogoro kwa mchumba B, kwa mchumba C na kwa mchumba D, ataleta tafrani. Kwa hali hiyo inabidi abaki kimya, asitangaze. Hivyo hata kwa binti naye.
vijana wengi wa kike, wengine walio wengi maeneo mbalimbali wakisikika wakisema kwamba, of course tunaweza kusema kwamba ni mtazamo usio sahihi, kwamba mwanamke anapoenda kuchota maji kwa kutumia ndoo anapaswa kuwa na kidumu cha lita 5 mkononi, akiwa na maana kwamba ile ndoo ya kichwani ndio yule mchumba harisi, alafu kile kidumu cha lita 5 mkononi basi anapaswa kuwa na matawi pembeni, yani mchepuko. Sasa hiyo dhana sio nzuri. Ukifanya maamuzi ya kuchagua mchumba kwamba huyu unapaswa kuwa awe wangu, inabidi uwe umeamua kweli kuachana na makando kando mengine yote ambayo umejishikiza kwayo. Sio sahihi. Kwa hiyo uchumba huu sio rasmi. Iwapo umeamua kutumika, basi utumike kwa lengo jema, si kwa kuficha makando kando mengine. Lakini faida ni kwamba unapotangaza kitendo cha kuwatangazia watu juu ya uchumba huo kwenye uchumba rasmi, inasaidia watu kuleta ulinzi kwa mwenzi wako. Inasaidia kuleta ulinzi kwa mwenzi wako, kwa sababu watu wengi watajua kwamba fulani na fulani hawa ni wenzi. Kwa hiyo kama watu walikuwa wanamnyemelea mtu hawataenda, kwa sababu watapata taarifa kwamba fulani tayari shaingia kwenye mahusiano. Japo inafahamika kwamba kuna ving'ang'anizi, wanafahamu fulani na fulani ni wachumba, lakini bado wanaendelea kuingia kujishikiza pale kuharibu. Wanang'ang'ania. Sasa hao ng'ang'anizi ukiwagundua, waambie washindwe, kwa kuwa umeshapata yule unahisi kwamba ni sahihi kwako. Matawi mbalimbali unapaswa kuyakata. Katika aina zote mbili za uchumba, yani uchumba ulio rasmi, uchumba rasmi na uchumba usio rasmi, wahusika hujitahidi sana kufahamu juu ya uwezo na udhaifu wa mwenza. Lakini pia kufahamu kiwango cha elimu cha mwenza, kwamba ni yupo kwenye level gani ya kielimu. Je, ni darasa la 7, kidato cha 4, ana elimu mpaka chuo kikuu? Kwa inasaidia kufahamu. Lakini pia uwezo wake wa kupambanua vitu upo namna gani. Ni wazi kwamba swala la kielimu inawezekana lisitazamwe sana, kikubwa kwamba watu hawa wawili dhamiri zao zimekubaliana kwamba wanaweza kuishi pamoja, mengine yote basi yanavumilika. Kwa hiyo unasaidia kufahamu uwezo wa kusimamia miradi mbalimbali ya kifamilia, kwamba huyu kwenye mambo ya kiuchumi anao uwezo kiasi gani, ni mbunifu kiasi gani katika kusimamia mambo ya kiuchumi. Mambo ni ya msingi sana. Lakini pia kufahamu mila na desturi za mwenzi, kwamba kwao wanaamini nini. Labda wewe ni kijana Mkristo Mkatoliki. Je, kijana wa kike lazima ufuatilie kwamba kijana wa kiume huyu mchumba kwao wanaamini juu ya nini, mambo ya kishirikina, kwamba ili tuweze kuoana lazima twende kwanza wakatambikie, mimi na mwenzi twende tukatambikie, ili watuweke wakfu kwenye mizimu, wanaamini nini. Kwa ni vizuri kufahamu mambo ya mila na desturi ili uweze kujua namna ya kumrekebisha mwenza wako. Sehemu nyingine ni malengo na mtazamo wa mwenzi. Ni vizuri sana mwenzi kufahamu malengo na mtazamo wa mwenzake. Lazima jiulize maswali kwamba, je, huyu mwenzangu anakuja kuungana na mimi kwa sababu amegundua nina mali ya kutosha, au kuna kitu kingine anachokitafuta kutoka kwangu? Au huyu mwenzi anataka kuungana nami kwa njia ya ndoa kwa sababu anataka kweli tuijenge familia, mwisho wa siku tutakatifuzane na mwisho wa siku tufike mbinguni? Au ni nini anachokitafuta kwangu? Kwa hiyo ni vizuri sana kila mmoja kufahamu malengo ya mwenza wake. Ni kwa bahati mbaya siku hizi vijana wengi wamekuwa wakifanya maamuzi ya kuingia kwenye uchumba usio sahihi kwa kuendekeza akili zao wenyewe,
na machaguo yao wenyewe bila kujua kuwa Mungu ndiye anayeweza kumfungua akili mtu ili aweze kumtambua mwenzi aliye sahihi kwa ajili ya ndoa. Ifahamike, kila hatua ya mwanadamu Mwenyezi Mungu anaifahamu. Anajua malengo ya mwanadamu na anafahamu mawazo ya mwanadamu. Ni kipi anataka, ni kipi hataki. Na mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni mkubwa. Taasisi ya ndoa takatifu iliwekwa na Mungu mwenyewe. Kwa hali hiyo, mtu anapotaka kuingia kwenye ndoa lazima amshirikishe huyu aliyeanzisha hii taasisi ya ndoa, kwa kumuomba amfungue akili aweze kumfahamu yule aliye sahihi kwa ajili ya maisha ya ndoa. Vijana walio wengi pasipo kusali kwanza, pasipo kufunga, kusali novena, kumshirikisha Mungu, kuomba ushauri na mambo mengine, kusoma neno la Mungu, kujua sifa za mchumba ni zipi, wengi wamekuwa wakiingia kwenye ndoa pasipo kumshirikisha Mungu. Wanaingia kichwa kwa kutumia ubinadamu wao. Mwisho wa siku wanaangukia pua wanavyoita watu. Sasa zipo sifa kadhaa ambazo zinaweza kuwasaidia vijana kutambua mwenzi sahihi ni yupi. Na sifa hizo zipo za kibinadamu na sifa za kimungu. Sifa hizi zote za kibinadamu na za kimungu lazima zibalance. Lazima ziwe kwenye mzani, ziwe sawa. Kwa sababu mwanadamu si mwili tu, bali ni mwili na roho. Wala mwanadamu si roho tu, bali ni roho na mwili. Kwa hali hiyo, lazima uangalie sifa za kibinadamu zinazohusiana na mwili na zinazohusiana pia na roho. Kwa sababu watu hawa wawili watahudumiana kimwili na kiroho. Ni wazi sifa za kimungu lazima zibaki katika kiini cha sifa za kibinadamu ili ziweze kuzibalance, kuziweka sawa endapo hazitakuwa nzuri sana. Sasa sifa za kimungu ni zipi? Ya kwanza, mwenzi lazima uwe mcha Mungu. Unapochagua mwenzi lazima uchague yule ambaye unaona kwamba ni mcha Mungu, ana hofu ya kimungu, anasali, anawajibika kwenye mambo ya kiimani, mnaweza mkashirikishana mambo ya kiroho, naye akakusaidia kukua kiroho, na wewe pia unaweza kumsaidia kukua kiroho. Ana uwezo wa kuwatengeneza watoto pia nao wakue kiroho. Sio familia, watoto pamoja na mama au na baba wanaenda kusali, alafu baba au mama amebaki ndani amelala. Kwa hiyo ni vizuri kwamba lazima uzingatie hii sifa ya kimungu, ya kumcha Mungu, ili kusudi mweze kusaidiana kiroho. Kumbuka yote hayo yanayofanyika, ndoa, nini, yote haya lengo ni kufika kwa Mungu. Kubebana kwa pamoja mweze kufikishana mbinguni. Kwa hii sifa unaweza kuipata kwenye kitabu cha Mithali sura ya 31 aya ya 30. Swala lingine pia, sifa nyingine ya kimungu ni uaminifu na upendo wa kweli. Lazima mwenzi awe mwaminifu wakati wa uchumba na wakati wa ndoa. Awe mwaminifu kwake yeye mwenyewe, lakini awe mwaminifu pia kwako. Awe mwaminifu kwa familia yako, au mwaminifu pia kwa familia yake. Awe mwaminifu kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla. Kwa ujumla awe mwaminifu katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Kwa hali hiyo, awe mwaminifu katika mahusiano yenu kwa kuulinda usafi wa moyo wake pia na usafi wa moyo wako. Manake aachane na makando yote aliyokuwa nayo. Kama alikuwa na matawi pembeni, basi akate hayo matawi ya kimahusiano, baki na mahusiano ya aina moja, yani yake pamoja na yule mwenzi husika. Ni muhimu sana hili kuliko kuingia kwenye ndoa pamoja na mambo mengine yataleta migogoro. Sifa nyingine ni kwamba lazima uwe na uwezo wa kujizuia na kujitunza kabla ya ndoa. Ni bahati mbaya kwamba vijana wengi wanataka kwanza kuishi undoa ndani ya uchumba. Wanaanza kuishi unyumba ndani ya uchumba. Tendo la ndoa ndani ya uchumba. Haya ni makosa. Tendo la ndoa ni mahususi kwa wanandoa. Mambo ya kuingia kwenye uchumba na kwanza kwamba tujaribishane tuone kama tutamudu kwenye ndoa, huo ni upotovu.
ni upotovu wa kimaadili, na unatengeneza ndoa yenye doa baadaye. Kwa ni vizuri kuwa mwaminifu kwanza, mnakuwa waaminifu ninyi wenyewe kwenu, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza uaminifu wa ndoa baadaye. Hii basi unaweza kaisoma kutoka kwa waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 4 aya ya 3 hadi ya 5. Sifa za kibinadamu na zenyewe lazima zizingatiwe. Ya kwanza, lazima mwenzi awe na ukomavu wa kiakili na kihisia. Awe mkomavu kiakili kwa sababu yapo mambo mengi yatakayomhitaji kuyapambanua kwa kutumia akili na ukomavu wake. Kwa mfano, mtoto ameugua, Mungu amewajalia mmepata mtoto ameugua, hakutakuwa na maana ya mama kuanza kulia kwa sababu mtoto ameugua, baba aanze kulia kwa sababu mtoto ameugua. Lazima mama na baba watapaswa kukaa chini kujadiliana kiukomavu kwa kutumia akili, ni nini tufanye ili kuweza kumtibu mtoto, na si wote pamoja kuanza kulia. Kwa ukomavu ni muhimu sana. Ukomavu ni muhimu sana wa kiakili unapokuwa unachagua mwenzi. Umwangalie, huyu anaweza kaitunza familia, anaweza kasimama kama baba, huyu anaweza kasimama kama mama kuwalea watoto. Ukomavu ni muhimu sana. Lazima ukomavu kihisia pia, kwa sababu lazima utambue kwamba watu hawa wawili wanapoamua kuingia kwenye ndoa wanaungana, wanakuwa mwili mmoja kihisia pia. Kihisia wanakuwa pamoja. Mwenzake anafikiria nini, hisia zake ni zikontrol namna gani, na mambo mazima ya hasira lazima pia mtu aweze kuyachukua katika ukomavu. Sio kwamba huyu anaomba ushauri kidogo tu, anaulizwa swali fulani kama amekosea au jambo fulani linakuwa vipi, anang'aka, anatiririsha matusi hata bila kuangalia mazingira ya watu walio pale, anamwaibisha mwenzi wake. Hasira. Ukomavu wa kihisia, ukomavu wa kiakili muhimu. Maadili mema pia lazima yazingatiwe. Maadili mema na tabia njema. Lazima unapochagua mchumba angalia maadili yake yako vipi. Maadili katika imani, maadili ya kiimani lazima yazingatiwe, kwamba uzingatie uvaaji wake upo namna gani, anatembeaje, anaongea namna gani, lugha yake iko vipi, ni ya star au ni ya nini. Kwa maadili lazima yazingatiwe unapokuwa unataka kumchagua. Tabia njema kiasi ambacho kila mmoja akimtazama yeye akuonee wivu kwamba kweli ulipata mtu aliye sahihi na akupongeze, pia anaendelea kukuombea. Lakini sifa nyingine ya kibinadamu, lazima awe na uwezo wa kuwajibika katika familia kwenye swala zima la kiuchumi na kiroho. Kama ni baba, unaweza kupambana kwa ajili ya familia yake, mke avae nini, watoto wasome vipi, wale nini, au na uwezo wa kusimama kama baba. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateli Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, ninayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Wanga Segerea, Dar es Salaam. Basi tumalize kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bikira Maria, nyota ya uinjilishaji, utuombee. Bikira Maria, mama wa familia takatifu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Familia, bora yenye hofu ya Mungu ndio msingi